Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena jioni njema ya leo jeudi le 18 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo ni mbichi kabisa. Tutawapeleka ndani ya mji wa Uvira ambapo wakati waasi wa M23 walijiondoa ndani ya mji wa Uvira, walielekea Fizi na wengine wakapanda Haut Plateau d'Uvira. Wako mbali na mji wa Uvira hata kama waliondoka hapo. Tutawapeleka ndani ya Haut Plateau de Fizi kwenye wanajeshi wa Twirwaneho na M23 na washirika wao Red Tabara walikamata maeneo matatu mkiwemo eneo ya Monanira, Munde pamoja na Kirungwa. Ni baada ya wanajeshi wa FARDC kujiondoa maeneo hayo siku tatu ambazo zilipita. Na tutawapeleka ndani ya Walikale ambapo wazalendo waliwateka nyara watu 15 wakiwa wanawashtumu kwa kushirikiana na waasi wa AFC M23. Na baada ya waasi wa AFC M23 kujiondoa mjini Uvira, serikali ya mkoa wa Sud Kivu ilitangaza ya kwamba AFC M23 wakondoka pale. Ni ujanja ambao waliufanya. Unayoifuata ni Kwetu TV, kama kawaida ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa wanapata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mujiunge na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa wanapata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka tutakuwa na wapa habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja mji wa Uvira, tuwaambie kinachoendelea hapo kwa sasa. Siku ya leo kama waasi wa M23 walivyotangaza ya kwamba ndiyo siku ya mwisho ya kujiondoa kwao ndani ya mji wa Uvira. Ni kweli wakati wa saa 8 saa 9 walikuwa tena hawaonekani ndani ya mji wa Uvira, walikuwa wameondoka wote. Na wakati walikuwa wakiondoka hapo, wamoja walielekea kule maeneo ya Kiliba, route nationale numero 5 ukitoka Kavimvira vers Kiliba. Wengine wakakuwa deploye Haut Plateau d'Uvira, wengine wakaelekea maeneo ya Fizi. AFC M23 wako natumikisha ujanja pale wajiondoe mjini Uvira wa okipema kwe strategique yote ya mji wa Uvira, ambapo watakuwa tujuru wakiukontrole wakiwa maeneo yote yanayozunguka mji wa Uvira. Ile ndio strategia ambayo walikamata wakati walikuwa na wako naondoka mjini Uvira. Ndipo walionekana tena ndani ya milima ya Haut Plateau d'Uvira na maeneo ya Fizi. Video ndio hii hapa wakati walikuwa wakipanda milima ama makoline ya Haut Plateau d'Uvira. Kama mnavyoona hapa wako juu kabisa ya milima pale ni Haut Plateau d'Uvira ukielekea Fizi. Pale ndio kwenye walikuwa deploye wakati wamoja walikuwa wakiondoka mjini Uvira. Walifika kule ili kuokipe makoline yanayozunguka Uvira. Walipanda huko Haut Plateau d'Uvira ili kuzunguka mji wa Uvira, wajiondoe ndio ndani ya mji wa Uvira wa okipe sasa maposition strategique zinazozunguka mji wa Uvira. Na wakati watakuwa wanaokipe makoline hayo ama milima hiyo, wakati watakuwa wanaokipe maposition zote zinazozunguka mji wa Uvira, munasikia ya kwamba inaweza kuwa rahisi kwao kukuwa na kontrole mji wa Uvira tena na wako ile maposition. Na wakati wowote wakisha pigana pale Uvira, inaweza kuwa rahisi kwao tena kukamata mji wa Uvira paski wanaweza kuwa na wanaokipe maposition zote zinazozunguka mji wa Uvira. Ujanja ambao waliufanya pale ni kujiondoa ndio mjini Uvira waokipe
maeneo yote yanayozunguka mji wa Uvira. Baada ya AFC M23 kuondoka mjini Uvira, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini ilikuja kutangaza kwamba ni ujanja ambao waliufanya. Serikali ya mkoa wa Sud Kivu inatia shaka kujiondoa kwa M23 RDF kutoka Uvira na kulaani mchezo wa kuigiza, na pia serikali ya mkoa wa Kivu Kusini inapinga vikali tangazo hilo la kujiondoa kwa wanajeshi wa Rwanda na washirika wao wa AFC M23 kutoka mji wa Uvira. Katika taarifa rasmi iliyochapishwa Alhamisi, serikali ya mkoa inasema ni mbinu ya kuficha ili kupunguza shinikizo la kimataifa bila kujiondoa kwa kweli kwa wanajeshi wenye ardhi. Kulingana na mamlaka za mkoa, tangazo lililofanywa na AFC M23 mnamo le 17 Desemba la kujiondoa hatua kwa hatua ambalo linatarajiwa kumalizika siku ya leo le 18 Desemba halilingani na ukweli ulioonekana. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha magari tupu wakati wanajeshi wameondoka wakati wanajeshi wameondoka mjini kwa miguu ili kujipanga upya kwenye vilima vya jirani. Ni hayo ambayo nilikuwa nikiwaambia. Serikali inasema wapiganaji hao wamejipanga upya kuelekea uwanda wakati na wajuu wa Uvira kupitia vilima vya Kashebwe ili kujiunga na makundi ya silaha wa shirika Ngumino, Twirwaneho na Redi Tabara katika eneo la Minembwe mo territoire ya Fizi kwa lengo linalodaiwa kuzingira Uvira. Zani ya kwamba ni hayo ambayo nilikuwa nikiwaambia. Jambo lingine linalosumbua, vitengo vizito vya silaha kuelekea Makobola na Baraka bado viko chini ya kilomita 10 kutoka Uvira bila nia ya kujiondoa. Makundi mengine yaliyoonekana kuelekea kwenye duara la Kavimvira hayajapita katika jiji la Kiliba, kilomita 12 kutoka jiji. Kwa serikali ya mkoa, matukio haya yanadhibitisha nadharia ya mchezo wa kuigiza unaolenga kulenga umma wa kitaifa na kimataifa. Taarifa hiyo pia inasema kuwa tangu asubuhi ya leo kuna watu wasiojulikana ambao wamevaa rafu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji waliovua sare zao wakisubiri shambulio jipya. Serikali ya mkoa pia inaogopa jaribio la kubomoa Sikreridi Kivu, miundombinu muhimu inayokuwa ikianzishwa upya na hatari kubwa kwa uchumi wa ndani na zaidi ya nafasi za kazi 3000 zinazotarajiwa. Kufuatia uchunguzi huu, Kivu Kusini inakataa kudhibitisha kujiondoa kwa kudaiwa na kulaani operesheni ya mawasiliano inayolenga kupunguza shinikizo la kimataifa hasa la Marekani bila kukoma kwa vurugu wala uporaji. Serikali ya mkoa inaiomba jumuiya ya kimataifa, UN, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulipa na mashirika ya kutetea haki za binadamu kushutumu vikali ukatili unaotokana na Rwanda na AFC M23 na kuimarisha ulinzi wa raia. Pia inawahamasisha Marekani na washirika wao kuomba kujiondoa kamili na kwa ufanisi kwa wanajeshi wa Rwanda na washirika wao kutoka maeneo yote yaliyokaliwa huko Kivu Kusini na Kivu Kaskazini kwa mjibu wa sheria za kimataifa. Hatimaye wito wa haraka wa kibinadamu unazinduliwa kwa ajili ya Wakongo waliohamishwa au waliosimamishwa katika vituo vya mpito Burundi tangu le 9 Desemba bila msaada na wanasubiri kuhamishwa kwenye makambi ya wakimbizi chini ya uongozi wa Gavana Jean-Jacques Purusi. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini inadhibitisha kujitolea kwake kwa ulinzi wa raia, uhifadhi wa uadilifu wa eneo la Kongo na kukuza amani na haki za binadamu katika eneo hilo. Hili ambalo nilikuwa nikisoma ni tangazo la serikali ya mkoa wa Sud Kivu, na kama mumesikia vizuri inasema yale ambayo nilianza nikiwaambia ya kwamba AFC M23 walikuwa deploye mu maeneo ya Haut Plateau d'Uvira na Haut Plateau de Fizi ili kuokipe kwe strategique ma position strategique yanayokuwa karibu na mji wa Uvira, ili wakati wowote wanapopanga kuatake mji wa Uvira watake wakiwa wanaokipe maeneo yote yanayozunguka mji wa Uvira. Kitu kingine ambacho mnaweza kukijua ndani ya mji wa Uvira, msizani ya kwamba AFC M23 hata wote walishaondoka ndani ya mji wa Uvira. Hapana, kuna waliobakia ndani wakiwa wanavalia sare
waasi wa AFC M23 hawawezi wakaacha mji wa Uvira hivyo tu. Hivi kuna wa SPO wao ndani ya mji wa Uvira, kuna wanajeshi wao ndani ya mji wa Uvira ambao walibakia wakivalia sare kama wakaaji. Mnasikia kwamba hayo yote kabisa arme ya Kongo inapaswa kuyachunguza. Inajua ya kwamba wote waliondoka na waondoke mu maeneo yote, hapana kuondoka mjini Uvira tu na kukamata mapozisio strategique ya mo plateau d'Uvira na Fizi, na waliokamata njia ya kuelekea huko Kiliba kupanda Sange eti warudie Kamanyola, hawajavuka mu maeneo katikati na Kiliba na Uvira. Uvira na Kiliba kuko kilomita je pense 10 kama niko na kumbuka, na pale sasa maeneo hayo ya katikati njo kwenye wanakaa kwa sasa wale ambao waliondoka mjini Uvira. Mnasikia tujoro wako karibu na mji wa Uvira. Wanajeshi wa FARDC au wazalendo wakaingia tu mjini Uvira hivyo bila kuanza kukamata kwanza wa SPO, kukamata wale wanajeshi ambao walibakia ndani na kufanya kuondoka kwa wale wanajeshi waliokuwa deploye mu vilima vya Fizi na mo plateau d'Uvira. Wakati wowote tena inaweza geuka pale wanawatake na mji wa Uvira tena wanaukamata. FARDC kitu ambacho inapaswa kukifanya ni kuanza kwanza kuwinda wale ma SPO wa M23 ambao walibakia mjini Uvira, kuwakamata wale wanajeshi wa AFC M23 ambao walibakia ndani ya mji wa Uvira, na kitu kingine kuwadeloge waasi hao wa AFC M23 ndani ya mapozisio hayo strategique ambayo waliyakamata wakati waliondoka ndani ya mji wa Uvira wakaelekea mo plateau d'Uvira na maeneo ya Fizi. Pale njo mji wa Uvira tena utakuwa sekurize na FARDC wakati watakuwa wamewadeloge waasi hao kutoka maeneo hayo ya Fizi na ho plateau d'Uvira. Habari zetu zinaendelea kabisa, nimewaletea taarifa mbichi. Ministre des Affaires étrangères wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alitangaza ya kwamba ndani ya weekend passé, yani samedi na dimanche, viongozi wa nchi ya Burundi na viongozi wa nchi ya Rwanda walikuwa maongezi kwa ajili ya kumaliza matatizo na migogoro kati ya nchi mbili. Unajua ya kwamba nchi ya Burundi na Rwanda ni nchi ambazo nazo hazisikilizani kabisa hata kidogo. Nchi ya Rwanda inaishutumu nchi ya Burundi kuwa inasaidia FDLR, puis nchi ya Burundi nayo inaishutumu Rwanda kusaidia Red Tabara, wana mgambo wanaopiganisha gouvernement ya Burundi. Hayo ni matatizo ambayo yanaacha nchi hizo mbili hazisikilizani. Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères wa Rwanda, alitangaza ya kwamba juzi plutôt weekend passé walikuwa maongezi ili kutatua matatizo kati ya nchi mbili. Tukiwa mu territoire ya Fizi huko mu province ya Sud Kivu, wanajeshi wa Twirwaneho pamoja na wasi wa AFC M23 walikamata eneo ya Kirungwa, Munanira pamoja na eneo ya Munde mu plateau de Minembwe, huko ni mu territoire ya Fizi. Walikamata maeneo hayo baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa Burundi na FARDC kutoka maeneo hayo wakaelekea mjini Baraka. Ni ndani ya siku 3 ambazo zimepita. Wanajeshi wa Twirwaneho na AFC M23 na washirika wao Red Tabara wote siku ya leo waliingia mu ile eneo ya Kirungwa na Munanira na pamoja na Munde bila kupigana, paske hakukuwa wanajeshi wowote ni wa Burundi ni wazalendo ni wa FARDC walikuwa hawako pale, walikuwa wameondoka hapo juzi. Nadhani kwamba wale ambao wanaendelea kukua nasi ndani taarifa zetu walipataka habari hizo wakati wanajeshi wa Burundi walikuwa wakiondoka mu mapozisio yao mu plateau de Minembwe. Video ilikuwa pale tuliwaoneshaka na maeneo hayo ambayo waliacha. Sasa Twirwaneho na Red Tabara waliyakamata wakiwa pamoja na wasi wa AFC M23 wanaosaidiana kule mu maeneo ya Minembwe. Tuendelee na taarifa zetu. Ndani ya Walikale watu 15 wakiwa ni wakaaji wanaoshutumiwa kushirikiana na AFC M23 walitekwa nyara na wazalendo.
Hawa ni wakaaji 15 wa eneo ya Misinga katika eneo la Iremia ambao wako mikono ya wazalendo tangu le 16 Desembre. Walikamatwa katika eneo la uchimbaji dhahabu la Mumba simbali na eneo la Misinga wakati walipokuwa wakichimba madini kwa bidii. Wazalendo wa kundi la CMC Bigabo waliowakamata wanawatuhumu kwa kushirikiana na waasi wa AFC M23. Kulingana na wazalendo hawa, kutumia dhahabu vibaya na kuiuza tena kwa waasi ni kitendo cha kushirikiana kwa sababu ni njia ya kuchangia katika kuendelea kuishi kwa uasi. Taarifa hii imethibitishwa na mamlaka za kitamaduni za kundi la Ikobo na kuthibitishwa na utawala wa sekta ya Wanyanga. Kwa sasa mateka hao 15 wanalindwa na wazalendo kwenye muhimili wa Munsanga katika kundi jirani la Kisimba. Vyanzo kadhaa vinasema kwamba kwa sasa wazalendo wanawashikilia hao watu hawajawapana mu FARDC, wanawashutumu kuwa wanasaidiana na waasi wa AFC M23. Tukiwa mweneo la Walikale, wakaaji waliokimbia maeneo yao wakakimbilia ndani ya Pinga wanatoa wito kwa usaidizi kabisa, paske wanaishi bila chakula, bila kwa kuishi, bila maji mazuri, bila kupata hata dawa za matibabu, na hayo yanaacha wengi wao wanapoteza maisha yao. Sasa wakaaji hao waliokimbia maeneo yao wanahitaji usaidizi wa hali ya juu, wasaidiwe. Anaitwa Johnny Kacharanga, presida wa hao wakimbizi, anasema kwamba hawana kitu chochote. Wanatoa wito kwa guvernema ya Kongo kuwasaidia kutokana na hali ambayo wanaipitia pale Mupinga. Hao ni wakimbizi ambao walikimbiaka mapigano ya wasi wa AFC M23 maeneo ya Mpeti, maeneo ya Kibati na kwingine kwenye mapigano yalikuwa yakiripotiwa Walikale. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na waomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa wale wengi ziwafikie. Asante sana.